بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالكم يحميل الله سبحانه وتعالى kumtakia sala na salam Mtume wetu Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa'allimna ta'wila. Ndugu watazamaji wetu ambao mtufuatilia katika mtandao yetu ya kijamii YouTube, kadhalika na Instagram na Facebook na kwingineko, Nurpath Hajjin Umrah, ikiwa kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala na idhini yake imetukutanisha tena katika muendelezo wa hizi episodi zetu, hizi halakat ambazo tumeziweka kwa ajili ya umuhimu wa hii mada ambayo ni kuizungumza hii hajjun mabrur, kwa umuhimu wake na ukubwa wake hija hii, sababu sitashughulika na hii ibada ya haji pia kadhalika ibada ya umra. Tukaonelea tuweke mada hii kuizungumza hii hajjun mabrur kwa mukhtasari, ili mimi na ninyi watazamaji kiujumla Waislamu na kwa kipekee mahujaji, ili tuiangalie hii, tufuatilie hizi episode kuijua hii hajjun mabrur, ili hija zetu ziwe ni hajjun mabrur. Tulikuwa bado katika kuziangalia zile sifatu al-hajjil mabrur, sifa za hajjun mabrur, na tulitaja sifa as-sifatu as-sabi'ah, tulitaja tukafikia mpaka katika sifa ya 7 min sifati al-hajjil mabrur. Ama leo tutaangalia as-sifatu ath-thamina min sifati al-hajjil mabrur, sifa ya 8 ambayo ni miongoni mwa sifa za hajjil mabrur, ambayo ili haji iwe ni mabrur an yakuna al-hajju bimalin halal, ni kuwa ile ibada ya haji ambayo anakwenda kuitekeleza Muislam hujaji, kile kiwango cha pesa ambacho kailipia ibada hii, ile pesa iwe ameipata kwa chumo la halali, isiwe anakwenda kalipia ibada ya haji, lakini malasaf, kwa masikitiko, malasaf shadid, masikitiko makubwa, ikawa ile pesa kaipata kwa chumo la haram, ikiwa ima amekaiba ile pesa, hija yake itakuwa si mabrur, au ikiwa pesa ile ni ya riba, kaipata kwa riba, pesa hiyo hija yake itakuwa si mabrur. Na kadhalika ikiwa ameipata hiyo pesa kwa kucheza kamari, ambayo hii ipo sema kubeti, ambayo hiyo ni kamari pia kadhalika ni maisir, ambayo ni haramu. Cheza kamari kwa maana ya kubeti, hiyo pesa alobeti akapata, akaenda kutekeleza nayo ibada ya haji, hija yake itakuwa si hajjun mabrur. Kwa sifa ya 6 ni an yakuna al-hajju bimalin halal, ni hiyo ibada ya haji kwa mali ya halali. Fa min sifati al-hajj al-mabrur, miongoni mwa sifa za hajjin mabrur, an yakuna min malin tayyibin, ni hiyo mali ambayo kaitoa huyo hujaji kwa ajili ya kuna kutekeleza ibada ya haji, iwe ni kwa mali ile kuwa nzuri. Fayajibu ala al-hajj, basi ni wajib kwa hujaji, kwa kila hujaji, an yatakhayyara lihajjihi an-nafaqata at-tayyiba wal-kasba al-halala, ni wajibu kwa kila hujaji kuchagua na kuandaa kwa ajili ya hija yake chumo ambalo ni halali, ni pesa yake ambayo taka aende akalipe
akalipia ibada yake ya haji, takikana ni wajib achague hiyo pesa ambayo anakwenda kuilipia ibada ya haji, hiyo ni pesa kaipata kwa chumo la halali. Wa fil hadith, na katika hadithi sahihi ambayo ameitoa al-Imam Muslim katika sahihi yake, anasema alayhi salatu wassalam, katika hadithi ndefu walipokuwa akimtaja alayhi salatu wassalam, kimwelezea mtu mmoja katika hii jumla hii hadithi, alikuwa akiomba dua na chumo lake likawa ni haramu, kinywaji chake ni cha haramu, mavazi yake. Mtume akauliza vipi atajibiwa mtu huyu? Katika maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam taja katika hadithi hiyo, katika miongoni aliyosema alayhi salatu wassalam katika hadithi, akasema inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, kika Allah subhanahu wa ta'ala, yeye Allah ni mzuri, wala yaqbalu illa tayyiba, na Allah akubali isipokuwa kitu ambacho ni kizuri. Yani Allah akubali ile mtu anakwenda kutekeleza ibada ya haji na ile pesa yake kaipata kwa njia ambayo si njia halali, kaipata kwa njia ya haramu. Allah hakubali hiyo subhanahu wa ta'ala, sababu Allah yeye ni mzuri, tayyib, wala yakubali illa tayyiba, na Allah hakubali isipokuwa kitu kizuri. Na hii Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha pia kadhalika, ameamrisha waumini, na pia kadhalika akawaamrisha al-anbiya wal mursalin alayhi salatu wassalam, wa wale wachume machumo yalikuwa ya halali na wale vitu ambavyo ni vizuri, na pia kadhalika wafanye matendo yaliokuwa mazuri. Qala al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, amesema al-Hafidh al-Imam ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala alipokuwa akielezea hadithi hii, inna Allaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba, kika Allah ni mzuri na hakubali isipokuwa kitu kizuri, akasema fi hadha alhadithi isharatun, katika hii hadithi kuna kuashiriwa au kuna ishara ila annahu, ya kwamba la yuqbalu alamalu, haikubaliwi amal, haikubaliwi ibada yoyote, ikiwemo ibada ya haji ambayo tuiangalia pa hajjun mabrur, haikubaliwi, na ibada nyinginezo zote, wala yazku, na wala haiwi ni safi, ni takasifu hiyo ibada, illa biakli alhalali, isipokuwa kwa kula chumo la halali. Mtu anakula, anachokula ni cha halali, na pia kadhalika anakuwa amepata wa chumo ambao ni la halali. Wa anna akla alharami, na ya kwamba kula haram, kula vitu vya haram au kula kitu ambacho kimepatikana kwa chumo ambalo si la halali, yufsidu al-amala, hii inaharibu amal, inaifisidi, inaharibu amal, wa yamna'u qabulahu, na pia kadhalika inazuia kukubaliwa hili amal. Kula haram, chumo likawa la haram, inaharibu amal, na pia kadhalika inazuia ile amal kukubaliwa. Na pia kadhalika akasema al-Imam al-Allama al-Sheikh Muhammad bin Saleh ibn Muhammad al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, alipokuwa akielezea hajjun mabrur akasema an yakuna min malin mubahin laysa haraman, hajjun mabrur takikana iwe kwa mali mubah, mali ya halali, laysa haraman, isiwe hija tukaenda kuhiji kwa mali ya haramu, kabeti, kwa maana kucheza kamari, au kaiba, au kafanya ghishi, kafanya udanganyifu, kahadaa watu. Yatakiwa ibada ya haji yatakiwa an yakuna min malin mubahin laysa haraman, iwe kwa mali ambayo ni mubah ya halali, si haram. Bi an la yakuna riba, isiwe hiyo pesa ambayo kaipata, ambayo kaitoa kwenda kutekeleza ibada ya haji, isiwe ni kwa riba, kaipata ni pesa ya riba. Wala min ghishin, wala isiwe kwa ghish, kahada,
kadanganya, kamuhadaa mtu au kahadaa watu kapata hizo pesa, itakikani iwe hivyo. Wala maisiri, na wala isiwe kwa kamari, cheza kamari akapata akachukua hiyo pesa akaenda kuhijia, hija hiyo itakuwa ni fasid na Allah subhanahu wa ta'ala hatoikubali. Wala ghairi dhalika min anwa'i al-mafasid al-muharrama, wala mengineyo yasiyokuwa haya tuliyotaja, riba au kafanya ghishi, kadanganya au kamari, katika miongoni wa maharibifu ambao ni haramu, yameharamishwa na sheria. Bali yakunu min malin halal, bali inatakikana iwe ibada ya haji, iwe ni hajjun mabrur, ni wajib iwe kwa mali ya halali. Walihadha qala ba'dhuhum, na kwa msingi huu wakasema baadhi yao katika baadhi ya watu wa hikam, wakasema idha hajajta bimalin asluhu suhtun fama hajajta walakin hajjat al-'iru, kasema kwamba pindi utakapohiji, pindi utakapotekeleza ibada ya haji kwa mali ambayo asili ya hiyo mali, asili yake hiyo mali ni suhtun, ni mali ya haram, ni mali ambayo si safi, ni chafu, fama hajajta, basi fahamu ya kwamba kwa huyo atakayefanya hivi akuhiji, walakin hajjatil iru, lakini kilichohiji ni ngamia ndio atakuwa amehiji. Yani al-ibilu hajja, al-ibilu hajja, kwamba ni ngamia ndio alohiji. Ama wewe ambaye utakwenda kwa mali ya haram, wewe hujahiji kwa sababu hiyo mali ni haram. Fala al-haji, basi ni wajibu kwa kila hujaji ambaye ni an-nasu li nafsi, ambaye ainasi nafsi yake, ambaye pia kadhalika yarju al-qabula min Allah, ambaye anatarajia kukubaliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ikubalie hija yake, ayahriswa, apupie, ala tibin al-maksabi wa tibin nafaqa, apupie juu ya kutafuta chumo la halali katika kutaka kuiendea ibada hii ya haji, iwe chumo lake ni zuri, na ili hija yake iwe ni haji mabrur. Kwa katika msingi, katika sifa athamina min sifati alhaji almabrur, takikana iwe ibada ya haji ambayo kaenda kutekeleza ibada hii ya haji, katoa zile gharama, kalipia, ile pesa yake iwe imepatikana kwa chumo la halali, lianna Allah subhanahu wa ta'ala tayyibun wala yaqbalu illa tayyiba. Hadha Allahu a'lam. فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.